Huko katika mataifa ya magharibi hali imekuwa mbaya zaidi baada ya mlango bahari wa Hormuz kufungwa. Sasa Marekani yaidhinisha mauzo ya muda ya mafuta ya Urusi. Serikali ya Marekani imelegeza kwa muda vikwazo vyake vya kiuchumi dhidi ya Urusi kwa kuruhusu mafuta yake yaliyotelekezwa kwa sasa baharini kuuziwa India, ambapo India itaweza kuyasambaza katika mataifa mbalimbali ya Ulaya. Mataifa ya Ulaya yaliweka vikwazo dhidi ya Urusi, lakini sasa yanalazimika tena kununua mafuta hayo, licha ya kwamba vikwazo hivi vilikuwa vinalenga kuidhoofisha kiuchumi Urusi. Lakini kupitia vita vinavyoendelea katika Mashariki ya Kati, mataifa ya magharibi yanalazimika kuhakikisha sasa yanaenda kununua mafuta kutoka Urusi. Hata hivyo, rais wa Urusi Vladimir Putin alitangaza wiki hii kwamba mafuta pamoja na gesi ya Urusi havitowafikia watu wa magharibi. Hali inazidi kuwa mbaya katika mataifa hayo na uchumi unazidi kumomonyoka. Wachambuzi wa mambo wanatarajia kwamba ikiwa vita hivi vitaendelea ndani ya mwezi mmoja, miwili, hata mitatu, hali ya uchumi katika nchi za Ulaya itakuwa ni mbaya sana, kwani wakati huu upatikanaji wa nishati ni mdogo sana. Lakini pia wanashindwa kukaa sawa na Urusi kwa sababu tayari walishaweka vikwazo na kwamba waliapa kutonunua mafuta hayo. Walitegemea kununua mafuta kutoka mataifa ya Ghuba, lakini wakati huu mataifa ya Ghuba yanashindwa kusambaza mafuta, kwani hali ilivyo wakati huu ni kwamba mlango bahari wa Hormuz ambao ndio unaotumika katika kusafirisha mafuta kutoka maeneo mbalimbali umefungwa, na baadhi ya taarifa zikieleza kwamba Iran imeiruhusu China pekee kusafirisha mafuta, licha ya kwamba hatari ni kubwa katika eneo hilo la mlango bahari wa Hormuz, kwani meli nyingi zimekuwa zikishambuliwa na Marekani na Israel. Idara ya udhibiti wa mali za kigeni kwenye Wizara ya Fedha ya Marekani imetoa hapo jana kibali kinachoruhusu kuuzwa na kufikishwa mafuta ghafi na bidhaa za petroli za Urusi hadi Aprili 3 mwaka huu. Waziri wa Fedha Scott Bessent amesema ruhusa hiyo itawezesha mafuta kuendelea kuingia kwenye soko la dunia na kuiondolea India mbinyo wa nishati kufuatia kile ilichokiita jaribio la Iran kuteka nyara mfumo wa nishati duniani. Hata hivyo, wachambuzi wa uchumi walionya Marekani kwamba ikiwa itaingia vitani, kuna hali mbaya itatokea katika uuzaji wa mafuta ambao karibia 20% hupatikana kupitia katika taifa la Iran. Kwa maana kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambapo mataifa kama vile Saudi Arabia, Bahrain na mataifa yote katika eneo la Mashariki ya Kati lazima yapitie katika mlango bahari wa Hormuz ndipo waweze kusafirisha mafuta hayo. Sasa 20% wakati huu inakosekana, lakini pia mafuta kwa wingi yanayopatikana nchini Urusi na yenyewe pia yalishawekewa vikwazo na watu wa magharibi. Sasa ni kile Waswahili wasemalo, mchimba kaburi kaingia mwenyewe, ndicho kinachowakuta watu wa magharibi. Na sasa Marekani inaona bora kulegeza kamba na kuiruhusu India kuendelea kununua mafuta kutoka Urusi na kuwauzia washirika wa magharibi wa Marekani. Na hii yote, baadhi ya wachambuzi wanasema ni mpango wa Marekani kutafuta ushirika zaidi, hasa katika kipindi hiki cha vita, kwani ikumbukwe washirika wa Marekani katika bara la Ulaya ambao pia ni katika NATO, baadhi yao walidai kwamba hawawezi kushiriki katika vita hivi, na ni kutokana na maneno ya Rais Donald Trump ambayo alikuwa akiyatoa huko nyuma, hasa kuwatangazia ongezeko la ushuru, lakini pia na ubabe wa kutaka kuteka baadhi ya maeneo ya nchi wanachama, mfano wa Canada, lakini pia kuteka Greenland na hata huko Panama. Awali India ilikuwa imesema ingeacha kununua mafuta ya Urusi kama sehemu ya makubaliano yake ya kibiashara na Marekani. Mnamo mwezi Novemba, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza vikwazo dhidi ya kampuni kubwa za mafuta za Urusi, akidai ni njia ya kuilazimisha Moscow kukomesha vita vyake dhidi ya Ukraine. Mtazamaji wa The World News, hayo ndiyo tuliokuwa nayo. Sasa Marekani inaidhinisha mauzo ya mafuta ya Urusi kupitia India. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.